Ni katika uzinduzi wa mradi wa mfumo wa usimamizi na usajili wa taarifa za ardhi Zanzibar, ambapo uzinduzi wa mradi huo umezinduliwa na makamu wa pili wa rais Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah kwa niaba ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi katika viwanja vya ndege Nungu Kigunda, mkoa wa Kaskazini Unguja, wilaya Kaskazini A. Mheshimiwa Hemed amesema kuwa Zanzibar ni sehemu ya dunia, hivyo ni wajibu kuendana na mabadiliko ya ukuaji wa matumizi ya kiteknolojia katika nyanja mbalimbali za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Aidha, amesema kuwa utoaji wa huduma kupitia sekta ya ardhi unakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo migogoro ya ardhi, uuzaji holela wa ardhi, kutopimwa kwa ardhi yote na kupangwa kwa utaratibu uliokuwa sio mzuri, ambao hupelekea baadhi ya wananchi kutotambua mipaka ya uhalali wa matumizi ya ardhi wanayotumia. Hivyo, uamuzi wa kuja na mfumo huo wa usimamizi wa usajili wa taarifa za ardhi ni utekelezaji wa sheria ya mamlaka ya serikali mtandao namba 1 ya mwaka 2024 kuweza kutumia mifumo ya kidijitali katika kuboresha utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Kama sote tunavyofahamu kwamba utoaji wa huduma kupitia sekta ya ardhi unakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo migogoro ya ardhi, uuzaji holela wa ardhi, kutokupimwa kwa ardhi yote na kupangwa kwa utaratibu ulio bora, kukosekana kwa kumbukumbu sahihi za ukubwa wa ardhi na kupelekea baadhi ya wananchi kushindwa kutambua mipaka na uhalali wa matumizi ya ardhi wanayoitumia. Vile changamoto nyingine ni pamoja na kamisheni ya ardhi kutumia vifaa vya zamani ambavyo haviendani na teknolojia ya sasa, na hivyo kuchangia ucheleweshaji wa upatikanaji wa taarifa sahihi na utoaji wa huduma. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, uamuzi wa kuja na mfumo huu wa usimamizi na usajili wa taarifa za ardhi, yani LARIS, ni utekelezaji wa sheria ya mamlaka ya serikali mtandao namba 1 ya mwaka 2024 ambayo inazielekeza taasisi zote za serikali, ambapo sekta ya ardhi ikiwa ni mojawapo, kutumia mifumo ya kidijitali katika kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Aidha, taarifa ya kitaalamu ambayo imesomwa mbele yetu imetueleza namna mradi huu unavyokwenda kutekelezwa na kuleta tija hapa nchini, ikiwemo ujenzi wa kituo cha taarifa za ardhi, yani Zanzibar Land Information Center, na ujenzi wa vituo vya kutolea huduma za ardhi katika mikoa yote ya Unguja na Pemba. Ni imani yangu kuwa maeneo yote yaliyoainishwa kutekelezwa katika mradi huu yanakwenda kusaidia kuondoa changamoto zilizopo katika sekta ya ardhi na kuleta mafanikio makubwa kwa wananchi na serikali kwa ujumla, ikiwemo kuimarisha uwezo wa serikali kupanga matumizi bora ya ardhi, kuondoa migogoro ya ardhi, kurahisisha upatikanaji wa taarifa sahihi za ardhi, kutambua mipaka na umiliki, kuongeza imani kwa wawekezaji na kuharakisha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa kupunguza muda wa ushughulikiaji wa maombi yao. Kwa upande wake, Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi Zanzibar, Mheshimiwa Rahma Kasim Ali, amesema mradi huo una faida nyingi kwa Zanzibar, ikiwemo kuondokana na migogoro ya ardhi na kuweza kuongezeka thamani kwa kupata wawekezaji mbalimbali waliopo ndani ya Zanzibar na nje ya Zanzibar. Mradi wetu huu, Mheshimiwa, una faida nyingi sana. Kwanza ni hilo moja ambalo tunalizungumza, kuondokana na migogoro ya ardhi, lakini pia ardhi yetu hii itapangwa vizuri. Kutakuwa kuna matumizi ambayo yamepangwa, lakini pia hata wawekezaji watazidi kwa imani na sisi, kwa sababu pia na wao wanaingia katika migogoro ya ardhi. Kwa hivyo tunaamini wawekezaji watazidi kuongezeka kwa sababu migogoro itakuwa haipo, lakini pia ardhi ikipimwa inakuwa na thamani kubwa. Kwa hivyo tutakapopima ardhi itaongezeka thamani, hata wale wanaouza ardhi zao watakuwa thamani imeongezeka, lakini pia kutakuwa kuna uhakika wa umiliki wa ardhi, kwa sababu sasa hivi ardhi yetu imepimwa kwa 20% tu hivi sasa hivi. Kwa hivyo bado migogoro ipo, na sababu kubwa ni hiyo kwamba ardhi yetu haijapimwa kikamilifu. Kwa hivyo tunakwenda kuipima ardhi hii, tunaamini kwa hatua kubwa migogoro itapungua, lakini bado niendelee kuomba wananchi, huu mradi unaanza, upo katika miezi 24.
Kwa hivyo bado tunapotaka, niombe sana, nishauri sana, tunapotaka kununua ardhi, kwa kweli tuombe ushauri. Kamisheni ya ardhi ipo, itakusaidieni, kwa sababu tunachokiona kwamba migogoro mingi ya ardhi inatokana na ununuzi. Katika mahusiano yale, mnunuzi anakuwa hana uhakika sana, hapati taarifa sana, kwa hivyo inakuwa changamoto na baadaye inakuwa shida. Lakini niombe sana, mradi tunao, lakini mradi sio kama tutaipima leo ardhi yote. Tutaipima kidogo kidogo, lakini katika kipindi hichi mradi utatekelezwa. Tuombe sana, tushikamane kwa pamoja ili jambo hili liende vizuri na migogoro ya ardhi kwa kweli ishe. Kwa hivyo Mheshimiwa, kuna faida nyingi sana ambazo zitakuwepo katika mradi huu. Akitoa maelezo kuhusu mradi wa Laris, katibu mtendaji wa kamisheni ya ardhi Musa Kombo Bakari kana kwamba anavyoeleza. Mkataba wa kitaalamu wa mradi huu wa Laris uliwekwa saini tarehe 7 Agosti mwaka 2024 baina ya Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi na kampuni ya IGNFI kutoka nchini Ufaransa. Mkataba huu ulichelewa katika utekelezaji wake kutokana na kusubiri masharti ya mkataba wa kifedha na kuwekwa saini mkataba huo wa fedha tarehe 27 Oktoba mwaka 2025. Na mkataba huo wa kifedha uliwekwa saini baina ya Wizara ya Fedha na Mipango na benki ya CRDB kwa upande mmoja, na upande wa pili baina ya benki ya CRDB na benki ya uwekezaji ya Ufaransa BPI. Gharama za mradi huu ni jumla ya euro milioni 37,493,693 bila ya kujumuisha VAT. Lakini baada ya kujumuisha VAT, gharama za mradi huu zitasimama euro milioni 43,117,747. Muda wa kutekeleza mradi huu ni jumla ya miezi 24, na baada ya kukamilika muda huo itafuatiwa na miezi 24 mingine kwa ajili ya matengenezo na uendelezaji wa mfumo wa ardhi ambao utatengenezwa kwa maana ya maintenance period. Mheshimiwa mgeni rasmi, utekelezaji wa mradi huu utajumuisha maeneo 9 kama ambavyo nayaorodhesha hapa chini. Eneo la kwanza ni kituo cha taarifa za ardhi, yani Zanzibar Land Information Center. Eneo la pili ni rejea halisi za vipimo vya upimaji, yani geodetic reference. Eneo la tatu ni uandaaji wa taarifa za msingi za kijiografia na ardhi, yani Zanzibar Geo Information Reference Datasets, na uandaaji wa mpango mkuu wa matumizi ya ardhi Zanzibar, yani Spatial Development Master Plan. Eneo la 4 ni ubadilishaji wa nyaraka za ardhi kidijitali, yani Land Records Digitalization, kutoka katika mfumo tulionao sasa wa analog kwenda katika digital system. Eneo la 5 ni mfumo jumuishi wa taarifa za ardhi, yani Integrated Land Information System. Eneo la 6 ni usimamizi wa mabadiliko na kuwajengea uwezo wa watendaji, yani Change Management. Eneo la 7 ni utambuzi na usajili wa ardhi, ambapo tunatarajia kutambua parcel 25. Eneo la 8 ni matengenezo na uendelezaji wa mfumo, yani Maintenance and Sustainability, na eneo la mwisho la mradi huu ni usimamizi wa mradi kwa maana ya Project Management. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika utekelezaji wa mradi huu kutakuwa na kamati 2 ambazo zitafuatilia, zitasimamia na kupitisha maamuzi ya utekelezaji wake katika vikao vitakavyofanyika baina ya kamati hizo na mjenzi wa mradi huu kwa mujibu wa mkataba. Mbali na hayo, katika uzinduzi huo imezinduliwa ndege itakayotumia kupiga picha za anga ili kuweza kupata taarifa sahihi za ardhi ya Zanzibar kwa mfumo wa kisasa ili kuweza kuondokana na migogoro ya ardhi iliyokuwa ikijitokeza. Kutoka katika uwanja wa ndege Nungwi Kigunda, mimi ni Hassan Saidi wa Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.